zetu za serikali, walimu wahudumiwe. Jambo ambalo linaweza likashughulikiwa ndani ya siku moja, lishughulikiwe ndani ya siku moja. Barua ambayo inaandikwa inatakiwa kujibiwa ndani ya wiki moja, basi ndani ya wiki moja mwalimu apate majibu yake. Sio mwalimu anatoka Iyogwe anakuja tu kufuatilia majibu yake ya barua. Ni jambo ambalo haliridhishi. Mwalimu anatoka Chagongwe, anatoka Nongwe, anakuja kufuatilia tu majibu ya barua yake. Jambo ambalo likiweza kushughulikiwa ndani ya muda mfupi na kuweza kumpunguzia gharama mwalimu huyu kuweza kusafiri umbali mrefu kwa ajili ya kufuatilia jambo dogo. Lakini pale zinapokuja fedha kwa ajili ya kulipa madai ya walimu, basi taratibu mzuri uweze kutumika. Usiwe na upendeleo kwamba huyu ambaye labda madai yake ni ya mwezi mmoja, miezi miwili iliyopita, basi anakuwa wa kwanza, wengine wana madai ya muda mrefu bado wanaendelea kusubiri. Wewe utaratibu mzuri, naamini mmekuwa mkifanya hivyo. Lakini kama mmekuwa hamkufanya hivyo, basi niagize kwamba uweke utaratibu mzuri. Kadri fedha zinapopatikana, basi tuweke utaratibu mzuri wa kuweza kuhakikisha kwamba madai yale ya walimu, hasa likizo, tunalipa katika utaratibu mzuri ili tuweze kuwapunguzia mzigo walimu ambao wamekuwa mzigo wa madeni ambayo walimu wamekuwa waki. Ndugu zangu walimu, ninaomba leo hii tunahitimisha juma la elimu wilaya ya Gairo, lakini niseme kama nilivyosema jana, ninaomba ndeni tukafanye kazi, tukachape kazi kwa weledi kuhakikisha ufaulu unapanda. Lengo la serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Rais wetu pendwa Daktari Samia Suluhu Hassan anajenga mashule na kukamilisha miundombinu. Lengo lake kubwa ni watoto wapate taaluma bora. Kweli sio kweli? Sasa kama majengo yatakuwepo lakini taaluma ikawa sio bora, itakuwa haina maana ya kuweza kuweka miundombinu bora. Tumeona katika jedwali letu tangia mwaka 22, 23, 24 tunaendelea kuongeza ufaulu wa asilimia kubwa. Mwaka huu tumefikia asilimia 76.9 kwenye shule zetu za msingi. Si jambo dogo sana. Lakini pia niwatie moyo sasa, kwa sababu tunakwenda kwenye zoezi la mitihani, na jambo hili tumelifanya mapema zaidi. Ninaamini baada ya kutoka hapa tutakwenda kuongeza mori, tutakwenda kuongeza juhudi kuhakikisha kwamba sasa tunapata asilimia 100 ya ufaulu katika shule zetu. Tunazungumzia mfuko wa bodi ya elimu. Maana ya mfuko, maana yake tunazungumzia chombo ambacho kitakusanya rasilimali fedha, rasilimali vitu, madawati, vitu mbalimbali ambavyo vitaenda kusaidia ufanisi wa kuhakikisha kwamba sekta ya elimu wilaya ya Gairo hasa kwenye halmashauri yetu inafanya vizuri. Let's say kwa mfano saruji, kuna madarasa na hali ambayo sio nzuri. Lakini pia tuzungumzie swala la madawati, tuzungumzie matundu ya vyoo kwenye baadhi ya shule. Changamoto ni nyingi. Kwa hiyo tunapozungumzia mfuko wa elimu, maana yake jukumu letu la kwanza ni kuhakikisha kwamba tunatafuta fedha kupitia vyanzo mbalimbali ili tuweze kusapoti na kupunguza changamoto za elimu katika wilaya yetu ya Gairo. Tumeanza kufanya kazi rasmi, lakini hadi kufikia mwaka jana 2024 umeimarika zaidi. Huduma sasa ambazo mtumishi anaweza akazipata kwenye huo mfumo, ataomba likizo kwenye mfumo, likizo yake halali ya mwaka. Atafanya pia application za kifedha. Watumishi wao wanaomba mikopo. Zamani ilikuwa mtu anaenda benki, ana apply, anapanga foleni pale, mafomu, anapeleka halmashauri, asaidiwe na mkuu wake wa idara, mara mkurugenzi, lakini yote hayo yako ndani ya mfumo. Umeboreshwa zaidi. Lakini pia mtumishi anataka kuhama ngazi ya halmashauri au mkoa, pia anafanya application mle kwenye mfumo. Haina haja yeye kunyanyuka kwenda mpaka TAMISEMI. Yote anamalizia kwenye mfumo.